Piga mbio, kimbilia katika hatima yako iliyoshikiliwa. Piga mbio, kimbilia hatima yako iliyoshikiliwa. Tunaposema piga mbio, manake usikubali kupunguziwa mwendo, usikubali kurudishwa nyuma, usikubali chochote kikurudishe nyuma au kikuangushe. Endelea kutazama mbele, nenda huko unakoelekea. Huko mbele ndio kuna ushindi wako, huko mbele ndiko kuna mafanikio yako, huko mbele ndiko utakutana na Mungu aliye hai. Kwa hiyo piga mbio bila kupunguziwa mwendo na kitu chochote. Sema sitapunguziwa mwendo. Sema kwa sauti, sitapunguziwa mwendo. Iwe magonjwa, iwe mikosi, iwe watu wabaya, iwe laana, haitanipunguzia mwendo kumwamini Yesu. Sema amen. Sema sitapunguziwa mwendo, nitapiga mbio. Kitabu kile cha Wafalme, nisomee mtu mmoja kitabu kile cha Wafalme mlango wa 13 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kitabu kile cha Wafalme mlango wa 13 mstari wa kwanza. Nabii huyu alitoa unabii juu ya madhabahu iliyokuwa inasimamiwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Yeroboamu huko Betheli. Kazi ya hii madhabahu ilikuwa inapambana na familia ya Daudi na ilikuwa inazuia mtoto asizaliwe. Mtoto huyu atakuwa anaitwa Yosia. Umewahi kujiuliza kuwa kuna madhabahu inapambana na familia ya kwenu? Na sio ajabu kuna mtoto au kuna mtu kwenye familia ya kwenu anatakiwa kuja kuwa mkombozi, na wachawi na mizimu na watu wabaya wameshamuona, wanapambana kumzuia asije akawa mtu wa tofauti kwenye familia, asisomeshwe, asiende viwango vingine. Na Biblia inasema asizaliwe, na wanamshikilia kwenye mateso. Maandiko yanasema akatoka mtu wa Mungu katika Yudea au Samaria, akatoka kwa neno la Bwana. Mahali anakoelekea, anaelekea katika nyumba ya Daudi. Anaelekea katika nyumba ya Daudi, ambaye katika ile nyumba ya Daudi kuna madhabahu inasimamia kusudi la Mungu lisitokee. Kuna mtoto hataki kuzaliwa. Madhabahu ilisimamishwa kuhakikisha katika nyumba ya Daudi hata tokea Yosia. Maana kwenye ulimwengu wa roho ameshaonekana kuna mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, na kazi ya huyo mtoto ni kushughulikia na kuwachinja makuhani wa kichawi. Nataka niongee na mtu mmoja kwenye madhabahu ya kwenu, kwenye familia kwenu. Yuko mmoja Mungu amemwandaa kwenda kuharibu madhabahu ya kuzimu. Yuko mmoja ambaye Mungu atamwandaa kwa ajili ya kwenda kuhakikisha madhabahu inayozuia kitu cha baraka kisizaliwe kinakwenda kuzaliwa. Hebu sema kinakwenda kuzaliwa. Hebu sema kinakwenda kuzaliwa. Hebu sema kinakwenda kuzaliwa. Umewahi kujiuliza kwenye familia kwenu kuna kitu kinatakiwa kitokee? Kuna mtu anatakiwa kubeba familia, na kuzimu inasimama ikidai haitatokea kitu katika familia. Habari njema niliyo nayo, ninakwenda kuitabiria kila madhabahu iliyozuia jambo la baraka kwenu, ili vitu vya baraka vikatokee. Yeroboamu alikuwa anasimamia madhabahu kuzindika na kuitolea sadaka, kama ambavyo leo tunaongea hapa. Kuna watu huko ulikotoka wanaitumikia hiyo madhabahu, wanahakikisha wanapambana na wewe, wanapambana na familia yako ili jambo la baraka lisitokee. Lakini alishivyo Bwana, alitokea mtu wa Mungu kutoka Yerusalemu, akafika katika nyumba ya Daudi, akafika kwa neno la Bwana. Na leo nimefika kwa neno la Bwana, nitabiri juu ya maisha ya mtu mmoja ya kwamba lazima atazaliwa mtu wa baraka, lazima atatokea shujaa, lazima atatokea mfanya biashara, lazima atatokea mkombozi wa familia. Tuweze asipige kelele, aseme lazima atokee shujaa. Mstari wa pili, mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akisema, madhabahu ya madhabahu, hivi ndivyo asemavyo Bwana, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, na jina lake ataitwa Yosia. Kazi ya mtoto ni kuchinja makuhani wa kichawi wanaofukiza uvumba. Hapa hapigi kelele juu ya mtu, anapiga kelele juu ya madhabahu. Tuna ugomvi na mtu, hatuna ugomvi na mtu yote kwenu, hatuna ugomvi na mchawi, hatuna ugomvi na kibelembele, hatuna ugomvi na mnafiki, tuna ugomvi na anayepa nguvu, tuna ugomvi na madhabahu zao. Leo kuna watu mtahakikisha madhabahu ulikotoka zitavunjika. Hata wanaoitumikia hiyo madhabahu wataanza kulia, maana mchawi atalia, mnafiki atalia, kiherehere atalia. Piga kelele, sema kila madhabahu
Angalia, nyumba ya Daudi ilikuwa inajua kuna mtoto anazuiliwa sizaliwe. Kuna biashara inazuiliwa isizaliwe. Kuna kitu kinazuiliwa isizaliwe. Mwanangu, nikwambie kitu, usipambane na wanaokupiga vita. Wewe cha kufanya, vunja madhabahu, jambo la baraka lizaliwe. Jambo la baraka likizaliwa, watu watakutafuta wenyewe. Sio ukizaa biashara, watu watakutafuta wenyewe. Ukizaa nyumba, watu watakutafuta wenyewe. Ukizaa afya, watu watakutafuta wenyewe. Watoto wakiinuka kwa level ya baraka, watu watakutafuta wenyewe. Usipambane na watu, mwambie Bwana, katikati ya vita naomba nizae kitu cha baraka. Hebu sema, kila madhabahu inayosimama juu ya maisha yangu lazima itavunjika. Uko tayari ukavunje? Na ukishashughulikia madhabahu za watu, wanaotumikia madhabahu watapata shida. Unashangaa mtu ambaye alikuwa anatumia nguvu za giza, vitu vyake vinaharibika. Unashangaa mtu aliyekuwa anakuzuia anadondoka mwenyewe. Unashangaa mtu aliyekuwa anakutakia mabaya na mrudie mara 7. Unashangaa mtu aliyetakia familia yako kwa walevi, kwa ulevi unaanza kuopa, anaanza kuingia kwenye matatizo. Unashangaa mtu aliyekukaliaga vikao vinarudi kwa katakaliwa na yeye saa hiyo. Nataka leo tushughulikie waliokalia madhabahu. Nataka tushughulikie madhabahu inayotuzuia. Iwe madhabahu ya kwenu, iwe madhabahu ya kona kabila, iwe madhabahu ya kichawi, lazima tuvunje hizo madhabahu. Yaani kama sema kila madhabahu haitasimama leo. Sema madhabahu yoyote inayoona nitakwenda kuwa kuhani, nitakwenda kuwa mkuu, na imesimamishwa ili tusipite, leo nitasimama, niitangazie, nitapita. Madhabahu yoyote ya ulevi iliyosimamishwa ili kwani wasitokee mashujaa, lazima ivunjike. Shujaa aliyekusudiwa arudi kubeba familia. Ndoa yoyote iliyokusudiwa kubadilisha boma, lazima madhabahu iliyoshikilia hiyo ndoa ikavunjike, alafu hiyo ndoa inyanyuke kidedea, ili watu wajifunze kupitia hiyo ndoa. Sema kila madhabahu haitasimama leo, haitasimama leo. Sema kila madhabahu iliyoshikilia hatima yangu iniachie leo. Hatima ya biashara, hatima ya afya, hatima ya ndoa iniachie leo. Uko na imani kuachia? Uko na imani kuachia? Usiweza kuambia hatima yako iliyoshikiliwa lazima iachiliwe. Lazima utoke kwenye hiyo madhabahu. Popote ulikotoka madhabahu itakuachia. Itaachia familia, itaachia mume, itaachia mtoto, itaachia kaka yako, itaachia mama yako, itaachia hatua zako, itaachia biashara zako. Tunaja apige kelele, aseme kila madhabahu iliyokushikilia lazima ivunjike. Kuna watu hapa meza, shetani akiangalia tumbo, anaona mtoto uliyemzaa sio mtoto wa kawaida. Anaona miaka 10 ijayo wanaanza kumshambulia, kuzuia kitu cha baraka kisitokee. Tunakwenda kuvunja madhabahu zao, na vijana wetu watainuka, mabinti yetu watainuka, mama zetu watainuka, baba zetu watainuka. Lazima tutapenya kabla siku 90. Hebu sema siku 90 za mambo makubwa kutokea. Una imani? Una imani? Una imani? Mambo mwenzako, kila madhabahu iliyokushikilia ijiandae. Kama ni ya bibi atalia. Kama ni ya shemeji mtu, shemeji atalia. Kama ni ya rafiki atalia. Sema kila madhabahu isiyotaka mimi ni miliki jambo la baraka lazima ivunjike leo. Kuna madhabahu yanahusu miliki nyumba. Kuna madhabahu yanahusu miliki kazi. Kuna madhabahu yanahusu mtu tofauti. Lazima ivunjike. Sema lazima ivunjike. Sema kwa sauti, lazima ivunjike. Una imani tukavunje? Una imani tukavunje? Unajua kila aliyezaliwa na Mungu ni kuhani. Lazima leo ufanyike kuhani. Na nikwambie mwanangu,
Acha propaganda za kujipendekeza. Eti kwamba nakwambia hivi, kama utapambana, Mungu wetu ni Mungu wa vita. Kama utafanya vita, utaachwa, utabaki kushangaa wengine wanashuhudia. Unasema hivi wanashuhudiaje wao? Hivi wanatendaje wao? Fanya vita. Pigana vita. Mungu anakwambia ile gari ni ya kwako, lakini hakuletea upokee. Anakwambia fanya vita, maana ni chakua, hiyo nyumba ni ya kwako. Lakini tayari naye shetani ameiona hiyo nyumba na hataki nikupe. Kwa hiyo fanya vita ili umiliki nyumba yako. Nataka watu watatu watakaofanya vita leo. Fanya vita. Mungu amekuahidi kazi, lakini shetani naye hataki umiliki hiyo kazi. Mungu anakaa pembeni, anasema ngoja nione mwanangu atakavyofanya vita. Ukiingia kwenye uwanja wa vita, wewe uhakika Mungu anacheza. Anasema ende na baba yangu duniani, anafanya vita, anachukua nilichompa. Nataka watu wa kufanya vita. Wewe yalenga basi, kama utapenda fanya vita. Baba wenzako, fanya vita. Piga ngome zote, angusha ngome zote, uwa madhabahu zao, komboa familia mama yako, kataa roho ya mauti, kataa vilio, kataa kila mipango waliopanga. Sema leo nitafanya vita. Sema nitanyang'anya. Sifanyi mchezo, nitanyang'anya changu. Yaani kama utafanya vita ukabaki tu wakuombewa, mbona utakufa? Mimi nataka uwe askari wa Yesu. Mimi nataka uwe shujaa wa Yesu. Mimi nataka tuwe fire. Kanisa liwe fire. Yaani hapa kwenye madhabahu nataka nitengeneze majabali, mashujaa. Wakiingia kwenye ulimwengu wa roho, wanabeba mikuki, wanabeba bunduki, wanabeba fire, wanaangusha madhabahu. Naongea na watu watatu ambao watakuwa mashujaa, wataharibu TV zote za kichawi. Sema nitakuwa shujaa wa Bwana. Sema nitakuwa shujaa wa Bwana. Piga kelele, sema nitakuwa shujaa wa Bwana. Nataka majabali mahali hapa. Ama usiku wa manane shetani akatizi anga. Wachawa wakatizi anga. Mapepo ya katizi anga. Hata kama umelala ni shujaa analala. Akinyanyuka ni shujaa amenyanyuka. Naongea na mashujaa watatu. Watakwenda kutingisha anga walikotoka. Lazima vitu vitokee. Sema fire. Sema fire. Sema hii imekuwaje leo? Sema fire. Hamna mwingine. Sema fire. Sema mimi ni shujaa wa Bwana. Usiweze kuwa shujaa. Acha ugoigoi. Acha kulalala. Tutaenda tu. Bwana anajua. Ndio maana yuko hapa leo, yuko pale kesho. Hana msimamo. Hana msimamo. Ni mtu wa kuyumba. Lakini ukija kwenye madhabahu hii, ni mbaya sana nikufundishe kila siku kukuombea.